Yesu Kristo. Leo tarehe 25 tunaadhimisha sherehe sikukuu ya Mtakatifu Marko Mwinjili. Marko alikuwa binamu na Mtakatifu Barnaba, lakini mwanzoni Marko tunaambiwa na Mtakatifu Epifania. Yesu aliposema ulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Marko pia mafundisho hayo na kuyaamini sawa sawa, mwili wake na damu yake tupate uzima. Maana yake pia mwanzoni kabisa kuwa na uelewa. Lakini baada ya ufufuko Marko aliambatana na Petro, mtume Petro, akajifunza zaidi pia kwa mtume Petro. Kwa alichokisema Petro, Marko alikuwa akisikiliza, akijifunza kutoka kwa mitume. Na hata injili yake ya Marko wachambuzi wengi wanasema ni injili ya Petro. Maana yake mafundisho mengi ya Petro Marko aliandika, na ndio injili ya kwanza kabisa kuandikwa. Marko ndio aliandika injili yake ya kwanza, lakini katika utaratibu wa kupangwa tunamchukua Mathayo kama mtume, amepewa nafasi, lakini injili ya kwanza kuandikwa ni ya Marko. Kuna vitu tunaviona katika Marko ambavyo katika injili nyingine hatuioni, kama mwanamke yule ambaye alikuwa na senti ndogo siku moja akaitoa yote, Yesu akamsifia. Yeye aliandika Marko. Lakini pamoja na Marko kuambatana na kujifunza kwa mtume Petro, lakini alimsindikiza Paulo pia katika safari yake ya kwanza huko Roma. Huyu Marko akajifunza pia kwa Paulo. Lakini ule uhodari ambao Mungu alimjalia katika uandishi, lakini ule uhodari Marko pia wakuweza kumhubiri Kristo. Bara la Afrika, kwetu sisi Afrika, bara la Afrika, licha ya kusema Yesu alikuja huku kimkimbia Herode akiwa na miaka 2, lakini Marko ndio aliyemhubiri wa kwanza Kristo katika bara la Afrika mwaka 62 huko Alexander, Misri. Tunapofanya basi sikukuu hii tunaona mchango mkubwa wa neno la Kristo ambalo Marko huyu mwinjili ndio alikuwa wa kwanza kuhubiri kwetu Afrika. Na katika injili yake ile sura ya 16, katika injili ambayo tumesikia mwaliko, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili huko na mkabatize kwa kila kiumbe, aaminie basi huyo ameokolewa. Kwa ubatizo wetu sisi tunakuwa wamisionari wa kumtangaza Kristo. Hatuwezi kusimama barabarani kuanza kwa kuishi kwetu vizuri tu, yatosha kumtangaza Kristo. Mungu atujalie tu na matendo mema katika kumhubiri Kristo, tuwe kivutio kwa wale wanaomfuata Kristo na hata wale wasiomjua Kristo.